fundraiser. Ni shilingi ngapi kumleta mtu mwezi? Shilingi ngapi? Elfu ngapi? 10,000. Nikupe 10,000 mleta mtu mwezi. Haya. Amesema nimpe 10,000 ndio alete mtu mwezi. Jamaa muone. 10,000 ndio alete mtu mwezi. Haya bwana. Hivyo bwana, ni bei gani kumleta mtu mwezi? Huyo hapa na uwezo mkubwa. Huna sababu yoyote ya kusema huna uwezo wa kuleta mtu kwa nani? Huna sababu yoyote. Maana Mungu amekupa kinywa, una uwezo wa kusema, hauna sababu yoyote. Nimemleta rafiki yangu kwa makusudi asije akadanganya eti siku ile atajitetea, bwana mimi nilikuwa mlemavu wa nini? Wa miguu. Hakuna. Atakwambia sikukupa sauti, sikukupa mdomo, kwa nini ukusema? Kwa hiyo hakuna mtu yoyote anaweza akajitetea kwa namna yoyote. Wapendwa, tufanye kazi. Hii kazi ya kuleta watu kwa Yesu ni rahisi mno. Wewe jiwajibishe mwenyewe, weka mkakati mwenyewe. Sio kazi kubwa. Ukiweka mkakati wa kumfanya mtu mmoja kuwa mwanafunzi wa Yesu kwa mwaka, miaka 10 wewe peke yako, miaka 10 wewe peke yako, utakuwa umeleta watu wangapi? Utakuwa umeleta watu 1,000. Sijui kama unanielewa. Wewe peke yako, sio wawili, wewe peke yako. Cha msingi ukishamleta mtu, mfundishe na yeye wajibu wake wa kufanya, ili mwakani na yeye alete mtu. Na huyo atakayemleta na yeye anamfundisha, mwakani na yeye analeta mtu. Hiyo ndio inaitwa hesabu ya kuzidisha, inayokuza kanisa kwa haraka kuliko kitu chochote. Alafu gharama zake ni zero minus, kwa sababu gharama yake ni muda wako tu wewe wa kutengeneza mahusiano na mtu, wala uhitaji kutumia fedha zozote, kwa sababu mazingira unayoyafanyia kazi kwanza yanakuwa ni mazingira yako yanayokuzunguka, ama ni rahisi mno. Kwa hiyo tunapotoka hapa Zanzibar wenzangu hawa nilimwambia jana kwamba tumekuja kuwatieni moyo kwa kazi kubwa ya utume tulioitiwa na Bwana, lakini na sisi watu wa bara tukumbushane kwamba huu ni wajibu wetu wa kufanya. Tunaporudi hata kule kwenye makanisa yetu, tukumbuke huu ni wajibu wetu. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tumpigie makofi tena.